Ni takribani miaka mitatu sasa tangu kuchaguliwa na kuanza kuwatumikia vijana wa Chama cha Mapinduzi mnamo Novemba 27, 2022. Huyu ni Comrade MCC Mohamed Ali Kawaida, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Taifa. Mahojiano maalumu na News Update Media, kipindi ambacho hukaa kitako na viongozi na wadau mbalimbali kujadili mambo kadha wa kadha katika nyanja zote za kimaisha, yaani kijamii, kisiasa, kiuchumi, hata kiutamaduni. Kikaomba ridhaa ya kufanya mahojiano na kiongozi huyu mashuhuri alipotembelea mkoa wa Mwanza, ikiwa ni miongoni mwa mikoa mitano ya kanda ya Ziwa, yaani Geita, Mwanza, Simiyu, Shinyanga na Tabora, iliyokusudiwa kufikiwa na ziara ya siku 10 za moto iliyolenga kukagua uhai wa chama na jumuiya zake, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM 2020-2025, kuzungumza na makundi mbalimbali ya vijana, kufanya mikutano ya hadhara na kuhamasisha ushiriki wa vijana katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Hapa ni Mwanza Hoteli. Uchaguzi wa lokesheni hii nzuri na ya kuvutia umezingatia heshima kubwa kwa kiongozi huyu mashuhuri anayetumikia vijana na taifa kwa ujumla. Mahojiano haya yanapatikana News Update Media katika episodi 2 tofauti. Sehemu ya kwanza tutaangazia maisha ya nje ya ulingo wa kisiasa na safari ya kisiasa, huku sehemu ya pili itaangazia ziara ya siku 10 za moto na vuguvugu la kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Hujambo na karibu katika mahojiano maalum na News Update Media, ikiwa leo hii ni tarehe ya 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, ikiwa tumebakia na siku moja tu kuelekea mwezi Mei mwaka huu 2025. News Update Media leo hii tumekutana hapa na mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM. Hapa namzungumzia Comrade MCC Mohamed Ali Kawaida, ambaye amekuwa na ziara ya siku kadhaa katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Pengine anaweza katuambia hapa ziara yake imehusu nini zaidi, lakini pia wanaangalia nini katika ziara hii ambayo anaendelea kuifanya katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Karibu sana mheshimiwa. Nashukuru, asante. Kwanza kabisa hongera sana. Nimekutazama katika mikoa mbalimbali ukiwa ukifanya ziara. Nimeona mwamko ambavyo vijana wameamka kweli wakishirikiana na wewe katika kuhakikisha umoja wa vijana, lakini pia Chama cha Mapinduzi kikisonga mbele zaidi. Pengine siri ya mwamko huu ni nini hasa? Ukitafuta siri ya mwamko wa vijana, na sio tu vijana, lakini ukitafuta siri ya mwamko wa Watanzania kwenye Chama cha Mapinduzi, utagundua siri kubwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na tunapozungumza ilani ya Chama cha Mapinduzi, tunazungumzia matatizo na changamoto za wananchi, changamoto ambazo hizi haziwezi kumaliza, na ndio sababu tunatafuta viongozi. Kwa mwamko huu mkubwa ni kwa sababu ya utekelezaji wa changamoto zao ambazo zinawakabili katika maeneo yao. Lakini changamoto hizi, mwamko huu umekuwa mkubwa kwa vijana kwa sababu ya mambo mengi na makubwa ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameamua kuelekeza kwa vijana. Hapa ukizungumzia mikopo ya halmashauri, ukizungumzia mikopo kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, nazungumzia 30% ya miradi yote inayopelekwa katika halmashauri, nazungumzia ajira. Wote tunajua kwamba ajira zilisimamishwa kwa muda fulani, lakini alipoingia tu madarakani, yeye ndio mtu ambaye ni champion wa hizo ajira ambazo zinaendelea, na mambo mengi mengine ambayo vijana wanafanywa. Ukienda vijana waviona vyuo vikuu, mikopo ambayo iliboreshwa zaidi, bomu ambayo imeongezeka kwao kutoka 8,000 mpaka 10,000, ujenzi wa darasa kutoka elimu ya msingi mpaka elimu ya juu, elimu bure kutoka primary ama msingi mpaka sekondari ya juu. Sasa haya yote mengi yaliyofanywa na yeye, ndio mwamko mkubwa huu tunaoona katika maeneo yetu, na hususan kwenye kundi kubwa la vijana wa Kitanzania. Wengi wamekuwa wakijiuliza, je, nje ya ulingo wa kisiasa Mohamed Ali Kawaida ni nani? Nje ya masuala haya ya kisiasa, sasa katika ulingo huu wa kisiasa, watu wengi wametamani sana kufahamu historia yako kwa ufupi. Pengine Mohamed Ali Kawaida ni nani nje ya ulingo huu wa kisiasa? Sawa, najua Watanzania ni wambea. Watamani zaidi kujua hata vile vilivyokuwa nyuma ambavyo wao hawavijui. Mohamed Ali Kawaida kwanza ni mtoto, ikiwa na maana wazazi wangu bado wapo, baba na mama yangu. Lakini ukitoa kwamba Mohamed Ali Kawaida ni mtoto, lakini pia na yeye ni baba. Mimi ni baba na ni mume. Maana yake mimi ni mume wa mke mmoja, lakini ni baba wa watoto 3.
ambao ndio nimebahatika kuwapata. Bali na hapo mengine niachie mwenyewe. Lakini pia Mohamed Ally Kawaida ni mtaalamu wa mambo mawili. Kwanza ni mtaalamu wa mambo ya maabara ya binadamu, lakini cha pili ni mtaalamu wa teknolojia, ikiwa na maana mtu wa data science. Huyo ndio Mohamed Ally Kawaida. Safari ya kisiasa ilianza tangu akiwa mdogo, lakini hapa ndipo alipoanza kushika nyadhifa mbalimbali za kiuongozi. Unaweza kutupitisha kidogo mheshimiwa, kutoka kwenye utaalamu huu ambao sasa ulikuwa umeusomea mpaka unaingia kwenye masuala haya ya kisiasa? Mohamed Ally Kawaida alianza kwa kujitolea katika jeshi la wananchi wa Tanzania, na wakati nikijitolea kule nilikuwepo kambi ya 523 KJ, ikiwa na maana Lugalo. Pale nimefanya kazi ya kujitolea kwa muda wote mpaka mwaka 2017. Na wakati huo nikijitolea, nakumbuka mwenyewe nilikuwa nikitamani sana niingie kwenye jeshi la wananchi wa Tanzania. Na mimi uzalendo wangu ulikuwa ni kuitumikia nchi yangu. Kwa hiyo mpaka hivi ninavyozungumza na wewe, kama itatokea fursa mimi ya kwenda jeshini, mimi niko tayari kuacha majukumu mengine na kurudi jeshini. Bahati mbaya wakati nikiwa jeshini nikapata mtihani kidogo ambao kwangu mimi ulikuwa ni mzuri, lakini kwa mtu mwingine anaweza kuchukua kwamba mtihani mbaya. Mtihani gani? Mke wangu alipata ujauzito, kwamba mimi nilioa kisirisiri nikiwa jeshini bila wao kujua. Sasa baada ya kupata ujauzito ikabidi nichague mambo mawili: niendelee kujitolea jeshini na kusubiri ajira ambazo sijui zitatolewa lini, ama nirudi nyumbani nikalee ujauzito na familia kwa ujumla. Ndipo nilipoamua kuachana na kujitolea, ikabidi nirudi sasa nyumbani kuweza kulea familia. Na niliporudi nyumbani wakati ule nikaendelea kufanya kazi katika maeneo haya ya private sectors, nikiwa na maana kama mtaalamu wa maabara. Sasa wakati naendelea kufanya ile kazi nikaona kama bado, mbona kama hii hali haiko vizuri zaidi. Nikaamua kujianzisha kampuni yangu ya utalii. Nilikwambia pia mimi ni mtaalamu wa teknolojia. Kwa hiyo ikabidi nitumie utaalamu wangu wa teknolojia kuingia katika sekta ya utalii pale Zanzibar, nikiwa na maana katika kijiji ambacho mama yangu anatokea, kijiji cha Paje. Kwa hiyo nikajishughulisha na utalii huku nikiendelea na kujitolea katika kazi za chama. Mwaka 2019 bahati mbaya tukapata changamoto ya corona. Kwa hiyo nikaamua kabisa kuachana kwanza na utalii, kwa sababu utalii ulishuka kidogo, na kurudi sasa kwenye chama ili kutoa msaada wangu na mchango wangu katika chama. Kwa mwaka 2019 ndipo nilipoamua kuwa completely dereva kujitolea kwenye Chama cha Mapinduzi. Na kwa wakati huo najitolea katika Chama cha Mapinduzi, maana nilikuwa namuendesha katibu wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa wakati huo wa mkoa wa Kusini Unguja, anaitwa Abudu Saidi Mpate. Lakini kwa wakati huo nilikuwa nikimuendesha katibu wa Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa wa Kusini akiitwa Mzee Charles. Sasa nikaendelea na ile kazi, lakini wakati nikiendelea na ile kazi, najua mambo haya ya uongozi, wale viongozi wangu wakati nawapakia tupo ndani ya gari wanaweza kuwa wamekwazwa na kitu fulani hivi ama wanajadili jambo fulani hivi, mimi nanyamaza kimya kama kijana. Lakini kuna muda inakubidi sasa, mbona kama hapa wangefanya kitu fulani ingekuwa vizuri. Yes, sasa umwambii pale wakati wanajadili. Lakini unamtafuta kiongozi bado anambia mimi nikushauri katibu, nadhani tungefanya 1 2 3. Na wakifanya jambo linakuwa. Sasa yule jamaa ambaye mmoja alikuwa ni Abudu Saidi Mpate, huyo katibu wa vijana, akanambia kaka wewe kiongozi isipokuwa wewe hujijui. Na mimi kweli mimi sijui. Wakati tukiendelea sasa na harakati zile za siasa, mwaka 2020 mwenyekiti wetu wa vijana wa mkoa wa Kusini akachaguliwa kuwa mbunge. Kwa hiyo ikabidi uitishwe uchaguzi mdogo wa vijana ndani ya mkoa wa Kusini Unguja. Wakati unaitishwa uchaguzi mdogo, mimi kiukweli nilikuwa najipanga kuwa tu mjumbe wa baraza kuu taifa mwaka 2022. Sasa yeye akanishauri, akaniambia kwa kuwa tuna ndoto ya kuwa wewe mjumbe wa baraza kuu, nadhani tungeanza hapa, ungegombea hii nafasi ya mwenyekiti wa vijana wa mkoa ili watu wazidi kukujua zaidi. Basi nikatia nia ya kugombea mwenyekiti. Bahati nzuri ama mbaya, yule kijana ambaye alitamani tu watu wamjue tu, ile 2022 agombea ujumbe wa baraza kuu akachaguliwa kuwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Kusini. Sasa hapo ndio harakati za kiuongozi ndani ya kisiasa zilipoanzia. Lakini harakati za kisiasa mimi nitasema zimeanzia tangu nimezaliwa, kwa sababu nimelelewa na bibi yangu ambaye tangu Afro Shirazi Party pale Zanzibar mpaka leo ninavyozungumza na wewe, yeye ni balozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo huyu ndio alionifundisha siasa na alionilea katika siasa za Chama cha Mapinduzi. Lakini nikizungumzia uongozi ndani ya chama cha siasa ambacho ni sisi,
nimeanzia katika wenyekiti wa vijana mkoa wa Kusini. Umesema kwamba hivi sasa kama inatokea nafasi ya jeshini unaacha haya majukumu na unaelekea huko. Na wengine wamesema kwamba unaweza kuwa kiongozi na tumeona namna ambavyo unafanya, unaweza. Uone hiko haja ya kuendelea kuwatumikia Watanzania huku uliko? Hata ukienda jeshini nako unakwenda kuwatumikia Watanzania. Uzuri jeshi linaitwa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Maana kazi yake kubwa ni kuwatumikia Watanzania. Na mimi niwe mkweli na muwazi ndani ya moyo wangu. Mimi uzalendo wangu ni kuitumikia taifa langu. Kokote mimi utakaponiweka, ambako ukiniweka katika uongozi, ukinirejesha jeshini kwangu, mimi ni saluti na timamu afanye. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni, kuna free wifi. Ukiwa bored, unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko, kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote, upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu hapa siku 10 za moto kwa mikoa kadha wa kadha. Ukiangalia hili swala zima la ziara ambayo unaifanya, ziara hii kwa ujumla wake inahusu nini zaidi? Ziara hii ina mambo mengi ndani yake, na ndio maana tukaita ziara ya siku 10 za moto ndani ya kanda ya Ziwa. Na malengo ya ziara hii, ya kwanza ni kuangazia utekelezaji wa ilani. Wote tunajua kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Rais Samia inayo kazi ya kuwatumikia Watanzania na inayo kazi ya kutimiza malengo na madhumuni ambayo tuliahidi mwaka 2020. Na kazi hiyo Mheshimiwa Rais amekuwa akiifanya kwa kasi zaidi, ambapo yeye kazi yake kubwa ni kutoa fedha ziende kwa Watanzania, alafu na wasaidizi tuliokuwepo katika maeneo yetu hapa, nikiwa na maana wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, madasi, wabunge pamoja na madiwani. Wao wana kazi ya kutekeleza yale ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania angetamani yatekelezwe kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa tumekuja kutizama zile fedha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazozitoa. Je, ni kweli wananchi ile miradi iliyotakiwa kufanywa inafanyika kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyotamani kuwa? Kwa hiyo hilo lilikuwa ndio dhumuni na lengo kubwa la kwanza la kutizama utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambazo ni ahadi chama kimeahidi kwa mwaka 2020. Lakini sababu ya pili ya ziara hii ni kutizama uhai wa chama na jumuiya. Na kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, maana yake kazi yangu kubwa au uhai mkubwa nitakao utizama ni uhai wa jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Lakini madhumuni ya tatu, tupo katika uchaguzi. Na uchaguzi huu unaanza na zoezi la kwanza ambalo ni kujiandikisha. Na kwa bahati njema ama nzuri, ukitizama mikoa yote hii ambayo ninakwenda, nikiwa na maana ya Geita, Mwanza, Simiyu, Shinyanga na Tabora, lipo zoezi la kujiandikisha kuanzia kesho tarehe 1 hadi tarehe 7. Kwa hiyo nayo hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili, kuja kuwahimiza na kutoa hamasa kwa wananchi wa Kitanzania wa mikoa hii ambayo nilitaja, kutoka na kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Lakini jambo kubwa la tatu, kwa kuwa tuko katika mwaka wa uchaguzi na mimi ni kiongozi wa vijana, nimekuja kuwashajihisha vijana, kuwahimiza vijana kujitokeza kwenda kupiga kura Oktoba 2025. Lakini sio tu kupiga kura, kwa kuwa na wao wana haki ya kuchaguliwa kama vijana wa Kitanzania kwa mujibu wa katiba ambayo ni miaka 21 bado ipo katika umri wa ujana, wajitokeze kwa wingi kwenda kugombea katika nafasi za kiuongozi. Na hapa ninapozungumza nafasi za kiongozi, na maana ya nafasi za udiwani pamoja na nafasi ya ubunge. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa malengo makubwa ya ziara yetu hii katika siku 10 hizi za moto ndani ya kanda ya Ziwa. Pengine umeanza kwa mikoa mingapi mpaka sasa na umebakiza mikoa mingapi? Nimeanza kwa mkoa, nitasema miwili. Nimeanza kwa mkoa wa Geita, ambako pale nilianza ndani ya wilaya ya Nyang'hwale, nikatoka nikaenda wilaya ya Mbogwe, baada ya hapo nikaenda wilaya ya Bukombe,
Baada ya wilaya ya Bukombe nikaenda wilaya ya Chato na kumalizia wilaya ya Geita. Lakini baada ya kumaliza mkoa wa Geita ndipo nimeingia hapa mkoa wa Mwanza, ambako mkoa wa Mwanza nimebahatika kufanya ziara hapa ndani ya wilaya ya Sengerema, ambako nimeangazia majimbo yote mawili, Buchosa pamoja na jimbo la Sengerema. Na leo nitaondoka hapa kuelekea mkoa wa Simiyu, na baada ya Simiyu nitaelekea Shinyanga, na baada ya hapo kumalizia ndani ya mkoa wa Tabora. Kwa ufupi sasa, pengine katika mikoa hii ambayo umetembelea katika wilaya mbalimbali, utekelezwaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kama ambavyo imezungumzwa kwenye moja ya majukumu mazito ambayo unatarajia kuyaangazia. Uzuri sasa hivi teknolojia imekuwa na utandawazi umekuwa zaidi. Na ukitizama mwamko wa ziara yangu wa watu wananchi vijana umekuwa ni mkubwa. Maana yake hii inaashiria kwamba utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya maeneo yao umekuwa mkubwa na wa kishindo tofauti na walivyotegemea. Na wako wengine wameenda mbali kwa kudhani kwamba iko miradi ambayo ilianzishwa na mwenda zake ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5. Wakajua kwamba akija Rais Samia itasimama, hususan huku kanda ziwa na maeneo mengineo. Lakini aliposema kazi iendelee, wao wenyewe wamekiri kwamba kazi imeendelea, ambapo miradi iliyoanzishwa imetekelezwa, lakini ipo na miradi mipya imeanzishwa ndani ya wilaya yao. Kwa mwamko huu umekuwa mkubwa na utekelezaji umekuwa ni mkubwa na wa kishindo, ndio maana mwamko wa wananchi nao umekuwa mkubwa ndani ya maeneo. Mheshimiwa, natamani kufahamu siri ni ipi katika kanda ya Ziwa? Maana siku hizi 10 za moto umezielekeza zaidi katika kanda ya Ziwa. Uzuri sikuanzia hapa. Nilianzia ndani ya mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa. Kwa huu ni mwendelezo tu wa siku 10, na niseme ni mwendelezo wa siku za moto. Moto huu ulianzia ndani ya mkoa wa Iringa, nikaendelea mkoa wa Njombe. Lakini hata ukirudi nyuma, moto huu ulianzia ndani ya mkoa wa Tanga, nikaenda Kilimanjaro, nikaenda Manyara, nikiwa na maana hii kanda ya kaskazini. Nilienda Zanzibar, nimeenda Dar es Salaam. Kwa huu ni mwendelezo tu wa siku za moto. Sema kwa kanda ya Ziwa tumezita siku 10 za moto kwa sababu nitafanya ziara ndani ya siku 10. Na hakuna chingine. Katika mkoa huu wa Mwanza umetarajia kuangazia kwenye miradi gani, ambapo unaangalia sasa utekelezaji wake katika miradi gani ambayo unatarajia kuipitia? Kwa Mwanza hapa niseme nimeshamaliza kwa sababu nimeangalia sana miradi ambayo inawagusa wananchi na inagusa vijana. Kwa vijana nimeangalia mikopo kwa vijana ambayo inakuja kutoka katika halmashauri, lakini kwa wananchi nimeangazia katika kutembelea hivi bahati basi kufika baadhi ya maeneo, lakini nilikuwa nataka kusikia zaidi kwenye miradi ya maendeleo, nikiwa na maana ya mashule, vituo vya afya na zahanati. Ni ndugu MCC Mohamed Ali Kawaida, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa. Tupo hapa kuzungumza mambo kadha wa kadha yanayohusu umoja huu wa vijana taifa, lakini pia tukiangazia miradi mbalimbali ambayo anaitembelea katika swala zima la utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Na huyu ndio Mohamed Ali Kawaida, nje na ndani ya ulingo wa kisiasa. Usiache kufuatilia episodi ya 2 ikiangazia ziara ya siku 10 za moto kanda ya Ziwa na vuguvugu la kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ifikapo Oktoba mwaka huu. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Jamari Jafari, Dice TZA na Daudi Peter.